Zaidi ya wafugaji 12,000 katika halmashauri ya wilaya ya Moshi wanatarajia kunufaika na mradi wa mageuzi ya sekta ya maziwa unaotekelezwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ikiwa ni sehemu ya jitihada za serikali za awamu ya 6 kuinua kipato cha wananchi na kulinda mazingira. Ni mradi wa miaka 10, unategemea usifikie kaya karibia 140,000 kwa maeneo yote ya Tanzania ambayo tumeyataja, lakini katika hizo kaya 140 kwa wilaya yetu tu ya Moshi DC tunategemea ziwe kaya zipatazo 12,267 kwa muda wa miaka 10. Lakini sasa kwa sababu tuko mwaka wa kwanza ambao na wenyewe unaisha mwezi wa 6, tunategemea angalau twende kwa spidi angalau watu kama 2,818 kwa wilaya hii ya Moshi Moshi vijijini angalau wanufaike moja kwa moja na hizi huduma za mradi. Na hizo idadi inakuja inagawanyika kwenye hizo kata tulizotaja, lakini ni mradi ambao unakusudia kufanya kazi na vikundi vya wafugaji ambavyo vipo angalau wana vikundi wale ni wanufaika wa moja kwa moja na mradi. Kwa hiyo tunatumaini kama vikundi vipo na hata kama vipo wataalamu, ndio maana tulivyojitambulisha idara zote zimetimia ili tuweze kupatikana vikundi hivyo viweze kunufaika na hizo huduma moja kwa moja. Akizungumza katika mkutano huo, mtaalamu wa mabadiliko ya tabia ya nchi kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Joseph Kihaule, amesema mradi huo unalenga kuboresha uzalishaji wa maziwa kwa njia endelevu, kuongeza pato la wafugaji na kuchangia utunzaji wa mazingira. Mradi vile utatoa mikopo na utafanya kazi na vikundi au shirika au utafanya kazi na mtu mmoja mmoja. Kwa kikubwa zaidi nikipenda kutoka kwenu, kama mna ushirika wenu, kama mna vikundi vyenu, maana leo tunakuja na afisa ushirika pamoja na afisa maendeleo ya jamii. Wao wanavitambua kama bado viko hai au viko hai, taratibu ya kuvirejesha ufanyike mapema iwezekanavyo. Kusudi vikundi vyenu utafanya kazi, tufanye kazi na kikundi moja moja. Lakini kuna huduma ambazo hazitafanya kwa vikundi, kwa mfano swala maji tutafanya kwa vikundi. Lakini lingine ambalo kwenye huduma ya matibabu, mradi umepanga kununua magari ambayo itakuwa kama maabara ya kuzunguka au kuchukua sample anapotokea tatizo lolote. Kila halmashauri itakuwa na gari la maabara. Kwa tuna halmashauri 21, kwa hiyo tunategemea kuwa na magari 21 kwa nchi nzima. Hapa kwetu kuna magari ya kapa halmashauri au ya kwa sehemu ambayo pia ni karibu kwa wafugaji. Hii amezungumzia swala la masoko. Soko tunalizungumzia, tunataka tuwe na masoko ya uhakika. Sio soko tu. Tutengeneze mazingira ya kuwa na soko la uhakika. Mvua imenyesha, maziwa yanakuja kuyachukua. Mvua ikinyesha, maziwa yanakuja kuyachukua. Kwa hiyo ndio tunazungumza soko la uhakika. Kama mnapata mtu wa kumuuzia. Hilo tunazungumzia soko la uhakika kwenye haya maeneo. Lakini tutakuwa na mashamba darasa. Ninyi najua mmesoma sana wenzetu. Katika mikoa ambayo inazungumziwa kusoma, sababu na shule nyingi kwa zamani tumepata hiyo, lakini bado elimu haitoshi. Sawa zile elimu haitoshi, lazima kuna mengine mapya yanakuja. Sasa mashamba darasa hayo tutatumia kama majukwaa sasa ya mafunzo kwenu nyinyi. Kwa hiyo ukiona ile darasa, kuna mengine darasa, mengine litakuwa la kufanya kabisa kwa vitendo. Lakini sehemu kubwa itakuwa ni kama jukwaa la mafunzo. Vikundi vile vitapatiwa mafunzo kupitia mashamba darasa, lakini vile kwa vitendo. Kwa mradi umeendelea na lengo kubwa kutafanya kazi kwenye kama na sitezi na vikundi. Na hii leo ningefurahi sana hapo ningetoka na majina ya vikundi na washirika wa vikundi. Nao wanufaika wa mradi wameipongeza serikali ya awamu ya 6 ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mradi huo, wakisema ni fursa muhimu itakayobadili maisha ya wafugaji na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika wilaya ya Moshi. Nashukuru sana serikali yetu kwa jinsi ambavyo wameamua kutuboreshia sisi wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Mradi huu utatusaidia sana kwa sababu tulikuwa tunasubiria kwa hamu mno, na sasa umekuja kwa wakati mwafaka. Tunatambua tutakuwa na tija kubwa sana endapo mradi huu sasa utatufikia sisi kwa pamoja. Tutakuwa tumejikwamua sana, tumetoka katika swala la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Tunashukuru serikali yetu, tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuboreshea na kutuletea mradi huu mkubwa
katika kijiji chetu na kata hii ya Mwika Kaskazini. Kwa hiyo tutahakikisha mradi huu sisi kama wafugaji tutaupokea kwa mikono miwili na tutaendelea kutumikia kwa ajili ya faida yetu sisi wakulima. Mradi wa mageuzi ya sekta ya maziwa unatarajiwa kuwa chachu ya maendeleo kwa wafugaji, huku ukiweka mizani sawa kati ya uzalishaji, kipato na utunzaji wa mazingira.